Bana, jarida la Forbes limetangaza rasmi kwamba bana Rihanna ameshuka. Utajiri wa Rihanna umeshuka. Sasa I don't know ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka utajiri wa Rihanna umeshuka, kwa sababu kati ya wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri sana na wako vizuri sana kimaisha, mkwanja upo kutosha, ni pamoja na mwanadada Rihanna. Lakini kama alivyokusanya jarida la Forbes limesema kwamba utajiri wa Rihanna umeshuka, na umeshuka kwa 29%. Just imagine, kutokea 1.4 billion ambao ni sawa na trilioni kama 3.7 hadi 1 billion sawa na trilioni 2.6. Just imagine, ungekuwa ni wewe utajiri wako umeshuka kwa 29%, I don't know ungekuwa kwenye hali gani. Lakini kwa Rihanna it's like anaweza kawa anachukulia tu power fresh, japokuwa lazima utingishike kidogo. Hizi hela vipi zimeenda wapi? Mbona kama ni michongo ambayo kama sielewi, kwa sababu nilikuwa nazalisha kiasi fulani lakini this time nazalisha kiasi fulani, kilikuwa cha juu this time kimekuwa cha chini. Kwa hiyo unakuwa unajiuliza maswali mengi sana kutokana na hiyo harakati ambayo imeweza kuhappen. Lakini tunaambia kuporomoka kwa utajiri wa Rihanna kuna husishwa na changamoto za kibiashara au vipi ambazo zimehappen back in the days, siku 2-3 zilizopita, kutokana na biashara zake nyingi ambazo anazifanya, kampuni zake ambazo anazisimamia na vitu kama hivyo. So tunaambia kwamba utajiri wa Rihanna umebaki kuwa utajiri wa shilingi trilioni 2.6 au vipi bwana, kutokea trilioni 3.7 mpaka trilioni 2.6. Kwa hiyo kuna kama trilioni 1 point something hivi imeweza kudrop na vitu kama hivyo. So mbaya, lakini kwa sababu you know that kwamba this time yuko kwenye familia, yupo kwenye mahusiano na kwenye ndoa pia na mtu mzima ASAP Rock, na ASAP Rock naamini kabisa kwamba tangalia na magani ambavyo wanasolve hizi harakati, alafu mambo yaweze kunyooka, maisha yaweze kuendelea kama kawaida. Lakini tumpe pole pia kwa kufiwa na baba yake mzazi, kwa sababu you know that kumpoteza mzazi bwana, it's not easy bro, it's not easy my sister. Na wewe mtu ambaye unanitazama